Asante. Kwa jina naitwa Christina Daniel, ni afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya mji Njombe. Ni mratibu wa dawati la uwezeshaji kiuchumi ambalo linasimamia mafunzo mbalimbali ndani ya halmashauri na kuwezesha wananchi. Leo hii hapa kata ya Kifanya iliyoko ndani ya halmashauri ya mji Njombe tulikuwa na tukio la kutoa mafunzo kwa mabinti balehe na baadhi ya wajumbe viongozi wa jukwaa la wanawake Kifanya. Nikisema kata ya Kifanya, kwa madhumuni zaidi tulitakiwa tutoe elimu kwa mabinti hawa kwa sababu ni mabinti chipukizi balehe, wanahitajika kupata elimu hii, na elimu hii tulitakiwa kuitoa kwa jukwaa la Kifanya kwa kushirikiana na maafisa maendeleo ya jamii ambao tupo katika eneo hili. Hivyo basi leo hii tulikuwa na shughuli ya kutoa mafunzo haya, na mafunzo haya yalikuwa na mada mbalimbali zilizowasilishwa na wakufunzi. Na wakufunzi alikuwepo daktari ambaye alielezea magonjwa ambukizi na nyemelezi, na pia kulikuwa na afisa maendeleo ya jamii aliyeeleza fursa mbalimbali. Kulikuwa na wakufunzi kutoka nje ya halmashauri ambao tuliwaalika kuja kuongea na wanafunzi hawa ambao ni binti balehe ambao wanatoka shule mbalimbali zilizoko maeneo ya kata ya Kifanya, tukiamini ya kwamba ni wanatoka sasa wanaenda kuwa mama, wanaenda kuwa mabinti wakubwa na wanatoka kwenda kwenye vyuo mbalimbali, wanahitaji elimu mbalimbali. Kulikuwa na elimu pia ya ujasiriamali, kulikuwa na elimu ya ukatili wa kijinsia ambapo tunavyoona sasa hivi ukatili wa kijinsia huko katika mazingira mbalimbali, yawe ni katika jamii zetu, mashuleni na maeneo ya kazi pia. Kwa hiyo tumeona kwamba ni sahihi kuwapa hawa vijana elimu mbalimbali za ukatili. Na baadhi ya elimu mbalimbali zilizotolewa nyingine ni jinsi ya hawa watoto kujitambua na kujithamini na kujiamini, kujengewa uwezo wa kujiamini, kujitambua na kujithamini, kwa sababu wao ni mabinti wa kesho. Wanaweza kutengeneza maisha yao leo kwa kujitambua na kujiamini kwamba wanaweza na wanajua wakisimama katika nafasi zao wataweza kushika nafasi mbalimbali na kufikia malengo yao. Kwa hili tuliloliona leo limeundwa maeneo mbalimbali, tukisema katika kata zote 13 za halmashauri. Na hili ni agizo la Mheshimiwa Waziri Gwajima ambaye anasisitiza sana, na lengo lake kuu ni kupata elimu kwa watu wote, wajitambue, wajithamini na wafikie malengo yao kimaendeleo, na hata pia waweze kupata haki zao za msingi. Kata ya Kifanya ni mojawapo ya baadhi ndani ya halmashauri yetu ambao tumechukua kama tuanze nao kwanza, kwa mfano kutoa mafunzo haya, lakini tuna imani ya kwamba mafunzo haya yatakuwa ni mwendelezo wa majukwaa mengine yote ili waweze kupata ubora ama umuhimu wa kujua kwamba majukwaa haya yanatakiwa yafanye nini. Na baada ya hapa kwenye jukwaa hili la Kifanya tunategemea kutoa mafunzo ya vitendo. Tulishafanya awali mafunzo ya vitendo ambayo walitengeneza sabuni za vipande, sabuni za maji, utengenezaji wa batiki na mafuta ya kujipaka. Lakini sasa tumeona ili tuweze kuwakuza vizuri, tunatakiwa tena tulete mafunzo mengine, na wameomba mafunzo ya kutengeneza wine. Na tumeona ni vyema tuwape mafunzo hayo kwa sababu sasa hivi wameweza kujinua na saizi wana sehemu ya biashara ambayo wameshailipia, itakuwa ni sehemu ya kutengeneza uchumi wao, na pengine baadaye wataweza kusimama zaidi na kufanya mambo makubwa ya kiuchumi ndani ya jukwaa. Naweza tukasema kwamba majukwaa mengine yaliyoko ndani ya kata yetu watusubiri, kwa sababu ndo tumeanza kupeleka elimu hizi mbalimbali, na tunategemea tuhakikishe mwaka huu wa fedha ambao umebaki nusu, tufikie angalau nusu ya majukwaa yote tupeleka elimu hii, na tunategemea mpaka mwaka wa fedha ujao tutakuwa elimu yote imeenda, na matarajio yetu kila jukwaa liwe na shughuli ya kufanya ambayo itaingiza kipato na uchumi ndani ya jukwaa, kwa sababu lengo la jukwaa ni kutoa elimu na kusaidia. Mama ni nani? Majirani zetu sahihi wanaotuzunguka. Hawezi mtu akatoka huko labda Njombe kule tukotoka sisi aje kubakia mtoto wako wewe Kifanya, labda awe ametumwa na mganga wa kienyeji. Uongo kweli? Lakini wanaotubakia watoto wetu ni wale wanaotufahamu. Kuna ile tabia sipendi mimi
mke wangu. Ole wenu. Yule sio mke wake, yule ni mtoto na ni mjukuu wake. Maswala ya kusema mke, mshamba wako amebaka mtoto. Ambaka nani? Mjukuu. Halo. Wahusika wengine wa ukatili, watu wa karibu, wengine wajomba, si ndio? Wengine wanawake tulio kwenye ndoa za mwanaume wa pili, yaani tunasema mume wako labda alikufa ukaolewa au mmeachana ukaenda ukaolewa. Tunaenda na mabinti zetu. Wale usipojisikia vizuri wanabaka watoto wetu walioko wengine wanabaka. Hujasikia hizo nani story? Wewe unaenda chumba cha kupanga. Unaenda na mtoto wa miaka 3. Chumba mmepanga kimoja. Baba wakufikia. Mtoto wa kike atakuwa wa kiume. Haya, unamwachia yule baba na jimu kwenda kudema ulanzi. Saa 12. Wakati saa 12 ndio inachemka. Hello. Unafikiri kitakachofuata hapo ni nini? Kwa nini mnaishi maisha ya kuaminiana na mtu ambaye hujui alikotoka? Hujui historia yake? Halo. Mtoto wako ni wako, umemweka miezi 6 tumboni, kumpatie. Kama mama yako wewe alivyokukumbatia, hujawahi fanya kitendo chochote cha ukatili. Halo. Wahusika wengine wa ukatili anaweza kuwa mwalimu, anaweza kuwa mtu yeyote yule mradi anayekuzunguka. Sio kumwamini kila mtu kwenye makuzi ya watoto wako. Dunia sasa hivi tuliokuwepo ilikuwa ni zamani, lakini sio saa hizi. Wakina mama mnanielewa? Na nyinyi mabinti huko, sio kila mmoja anayekuita njoo uchukue chips unaenda kuchukua. Tena mnapenda chips shefu, mnapenda. Ili wewe unapokuwa sikia kwanza chips ukaipokea. Na mnaambia asante. Sio ndugu yako. Na sikia pia nakuita tena unakuta na duka hapo naenda anakupatia na daftari. Siku ya tatu tutakachofuata ninaenda kuchukua chupi. Tena hasa yani ni wote haijaishi kutoka mazingira mazuri au mabaya. Sasa hizi ni uongo. Hovyo fedha bure. Hivi hapa unajijua wewe ni nani? Unataka kuwa nani? Ulishawahi jiuliza? Au unasoma tu ili mradi liende? Mzazi wako analipa ada, unasoma tu ili mradi liende. Nasoma ili nitimize wajibu kwa sababu mzazi ameleta shule. Lakini hujui. Unajisikiaje siku ukisoma unaitwa Dr. Angel? Utajisikiaje? Sasa kwa nini hamjui malengo yenu ni nini? Kuna watu hapa mnasoma hamjui hata mtakuja kuwa nani. Kuna watu hapa mnasoma ili mradi liende na wazazi wenu wanapata tabu. Ole wako hiyo dhambi unayoifanya kwa mzazi wako. Mungu atakuhukumu, utaishi maisha ya kifumbavu, ya kifua yasiyofaa. Soma ukijua wewe unataka. Sauti hii inaongea ni Mungu amenituma niongee na nyinyi hapa. Nyinyi mliovaa uniform nyingi. Umenielewa? Umenielewa wewe? Yaani yule anayekwambia mzuri, ndugu yangu, wako wazuri walishaachwa. Wazuri waliochakazwa kote na wakaachwa. Sijui mnanielewa eh? Sasa wewe huyo hali anayekwambia wewe mzuri, sijui unajua limenyanyuka, sijui unabona inafanya. Mimi mwenyewe nina shepu rafiki yangu, lakini nikasema nitasoma mpaka niito fulani. Wewe kwa nini leo unacheza? Kwa nini unataka chipsi ambazo hujui huyo mtu amezitafuta wapi? Acheni uroro usiokuwa na sababu. Acheni tamaa zisizokuwa na sababu. Ndio zinafanya mwingie kwenye ukatili wa kubakwa na ukatili wa kufanywa kila aina ya ukatili. Tena sasa hivi mnalawitiwa tena kote na kote. Tunawaambia ukweli. Uongo mama. Mnalawitiwa. Mmebadilisha matumizi ya asili, mnaenda mnafanyiwa huku, mnachakaa. Alafu nasema ndio mwanamke yule mwanaume ananipenda sana. Koma. Ole wenu. Usisome. Wakina mama. Wale wanaopenda kucheza na nawaita mashangazi. Kama wao unashukuru. Kuna wamama wanapenda kutembea na watoto wetu wa kiume. Sijui kanielewa? Wadogo. Unakuta mama miaka 40
nao ni ukatili. Mnafungia vijana wa watu ndani, wamekuwa ni watumwa wa kuwafanyia nyinyi, kuwastarehesha nyinyi. Nyinyi kama uzee wenu ulishapita, mliyakoroga, mliharibu vijiji, mwache vijana watu wastarehe wakatoa. Ndio maana ndoa sasa zinavunjika, kwa sababu wakina mama vijiji vizima vinachukua vijana, wengine wanachukua ni wanafunzi wa private. Basi unaona ni mama huyo ndio linajichukulia, ni mama yenye hela inamuomba ile form 5. Unaoa kama mfungia ndani. Mshinde. Mkawaambia walioko nje. Wapo hapa, wako ila nje wapo. Na kama hapa huko mwache hiyo nidhamu. Na huo ni ukatili mbaya sana. Mnawapa ukimwi watoto wa watu. Acheni. Halo. Kwa vijana nyinyi mko mnaochukua mibaba mizima ilishozeka ina miaka 60 kulishaoza huku mnayachukua. Uongo wanafunzi hapa. Mtu hapa mjetevia na mibaba mijitu mizima ishazeka ina vijukuu na vitukuu mmeikumbatia. Afisa mimi nalipenda lile lizee lile. Kimoja tusije. Muache hiyo tabia. Na mimi umri wangu eti nilipokuwa kijana kama yule, matendo haya ambayo alikuwa anaongea hapa juu ya ukatili yalikuwa hayakuwepo. Kwa hiyo sasa ni kuwa wawazi kina mama, tuongee na mabinti zetu ile habari ya kusema haya mambo ya wakubwa. Hawa watu wanajua mambo makubwa kuliko hata sisi. Mnajua hilo? Watoto hawa wanajua vitu vikubwa kuliko hata sisi. Na ndoa nyingi zinaharibiwa na hawa watoto. Mnajua hilo? Ndoa nyingi zinaharibiwa na kina nani? Watoto wetu. Kwa sababu gani? Tumeshindwa kusimama kwenye nafasi zetu. Yaani kwa kweli Aunti Kidai alikuwa anaongea hapa na mistari ya Biblia. Tusione ni vitu vya kawaida. Kiroho tumelishwa, kimwili tumelishwa. Sasa pokea ama acha. Lakini mimi nachagua nini? Wewe unachagua nini? Watoto mnachagua nini? Hatima ya maisha yako ni leo tunavyoongea hapa. Mnaelewa hilo? Huu muda ni mfupi sana tunaongea hapa, lakini utakujengea maisha yako ya kesho. Na maisha ya kesho yanaandaliwa leo. Nimesikia watoto, nyie mabinti wa kesho. Maana leo ni wanafunzi. Nyie ni mabinti wa nini? Wa kesho. Lakini sasa hizi tayari kuna mabinti. Amesema hapa tayari tumeshavua nguo za ndani. Uongo kweli? Najua mtasema kweli. Hiyo ni siri ya nyinyi wenyewe, lakini tunawaombea mema. Sawa eh? Tunaombea mema, tunataka tuone madaktari, tunataka tuone wanasheria, tunataka tuone wakurugenzi na pengine hata rais kama Rais Samia atoke hapa kwenu. Mmesikia hilo? Naomba, muda sio rafiki. Naomba kama wewe nilikuwa natamani sana kwamba hivi siku moja nipande kwenye ndege. Nipande nini? Kwa sababu nimepanda mara kupanda ndege. Wewe umepanga nini kwa maisha yako? Unanielewa? Unanielewa? Umepanga kwa nani? Nani atakuvusha mpaka ufike kwenye nafasi hiyo? Ni baba yako? Ni mlezi wako? Ni nani? Kwa njia gani? Kwa njia ya kujisimamia mwenyewe, kujihimiza mwenyewe, kujifuatilia mwenyewe. Mnanifuata? Lakini liko jambo muhimu kama wasichana mnalotakiwa kulijua, kwamba tunavyoendelea kukua, tunapofikia kubarehe, mili yetu inafanya mambo makubwa. Utu uzima wa hawa watu wazima walivyo leo, maandalio yake yalianza huko ambako ninyi leo mnaishi. Mnanifuata? Kuna kubarehe, si mnajua? Kuvunja ungo, si unajua? Haya, hebu mliovunja ungo mnipungie mkono. Na lenyewe kwao ni aibu. Umeona watoto wetu wamevunja ungo, wanasikia aibu kusema nimevunja ungo. Eti ni jambo la aibu? Akina mama, ni jambo la aibu? Naomba niwaambie, kuvunja ungo ni jambo la heshima, ni jambo la kujivunia. Umeelewa? Umenielewa? Na wale ambao hawajavunja
waliovunja ungo, iko siku lazima watafanya nini? Unapovunja ungo, kinachotokea ni damu ambazo zitaendelea kujitokeza kila mwezi. Naomba uheshimu ile hali. Umeelewa? Ufanye nini? Uitunze kwa kadiri ya maelekezo ambayo umepewa. Usipojitunza unatuaibisha wanawake wenzako na unajiaibisha wewe mwenyewe. Nake unachochora, anaenda kutafuta mwanaume atulize tamaa yake ya mwili. Mwiko! Mmenielewa? Acha hizo, utajiharibia future mwenyewe. Hivi mnanifuata? Mnanielewa? Msisimko ukitokea, sema asante Mungu, mimi ni miongoni mwa mamilionea wanawake ambao watakuja kuwa na familia baadaye. Yaani hiyo ni alama ya wazi kwamba wewe ni mama wa watoto wengi walio viunoni mwako. Tunza, hiyo ni heshima kutoka kwa Mungu. Unanifuata? Ni heshima kutoka kwa nani? Ni heshima kutoka kwa nani? Lakini la pili, naomba nikuambie, ili ile hali isikusumbue ukachanganyikiwa, fanya kazi kwa bidii, soma kwa bidii, jishughulishe. Mmenifuata? Mmenielewa? Lakini unapofikia kwenye kukua kwa hatua hiyo, mili yetu wasichana inalainika, inapendeza. Wanaume wengi wanaanza kukufuatilia. Huko kupendeza kwa mwili wako ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Usijione kwa kuwa unaambiwa we ni mzuri sana, kwanza mweupe na kadhalika, ukapagawa, ukajiona kweli we ni mzuri kuliko wote. Anayekuambia hivyo anataka kukuondolea lulu, apandikize magugu mabovu ndani ya mwili wako. Mmenifuata? Ukiambiwa mzuri, sema asante Mungu, mimi ni mzuri kwa utukufu wa Mungu. Sio uzuri wako kwa ajili ya mwanaume yeyote anayekutaka ili ulale naye katika umri huo wako. Mmenifuata? Mmenifuata? Akikwambia mzuri, sema amina. Lakini mnapojiloga, dada amesema, kupokea vichipsi, kupokea vipipi na vizawadi, mnapoteza mwelekeo na malengo ya maisha yenu. Msifanye hivyo. Mmenifuata? Taifa linawategemea, jamii inawategemea, familia inawategemea, na ninyi wenyewe mjisimamie kwenye malengo mliojiwekea. Msichochore, ridhika na ulicho nacho. Nimesemaje? La pili, epuka marafiki wenye tabia mbaya. Wakimbie kwa miguu yako mwenyewe, watakutumbukiza. Epuka mazingira hatarishi. Msikae kwenye vikona vya ajabu ajabu kuongea. Kaeni mahali peupe. Walimu wenu wako kuwasaidia. Kuna shida, washirikisheni. Hivi mnanifuata? Mnanifuata? Mnanielewa? Nataka kusema Mungu amewekeza hazina kubwa ndani ya kila msichana ili baadaye kuwa mama wa watu wengi. Kwa kuwa Mungu ameshakuweka kwenye nafasi ambayo upo, mpe Mungu utukufu.